Na tukasema Bible inasema ya kwamba tunapoanza mstari wa 12 Biblia inazungumza Mungu anazungumza pamoja na Suleimani, na anamwambia Suleimani ya kwamba ameweza kusikia maombi ya Suleimani na ameamua kufanya pale mahali ama lile hekalu kuwa ni mahali pake pa dhabihu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si wewe uko na Bible, mimi sisomi, wewe ndio unaisoma. Si ndivyo inasema ya kwamba ametenga pale kwenye hekalu pawe ni mahali pake pa dhabihu. Na anaendelea mstari wa 13, anazungumza, anasema ikiwa ataifanya mbingu ikose kunyesha, si ndio? Ikiwa atakausha anga, basi mstari wa 14 unajibu wa 13, unasema kwamba basi ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataomba, wajinyenyekeze, watubu dhambi zao, anasema nitawasikia toka mbinguni, nitawasamehe makosa yao na nitaponya nchi yao. Mungu anapeana ahadi ya kuwa pamoja nasi katika tribulations. Amen. Anapeana ahadi ya kuwa pamoja nasi katika dhiki. Na katika Zaburi 29, amen, tulisoma Zaburi 29 mstari wa ngapi? Bible inasema nini? Ya kwamba sauti ya Bwana i juu ya maji mengi. Na tukaona ya kwamba vivyo hivyo mara mingi maji katika maisha yanaashiria tribulations ama majaribu. Na ndio sababu katika Isaya 59 Bible inasema wakati adui atakapokuja kama gharika, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake. Amen. Ina maana ya kwamba kuna wakati adui anaamua kuja kinyume cha maisha yetu, na Mungu anaahidi, anasema ya kwamba katika wakati huo atakuwa pamoja nasi. Amen. So kwa kama majuma mawili Bwana amekuwa anatuhakikishia ya kwamba yupo pamoja nasi, na jambo lingine anatamani ni kwamba tusiumbishe imani yetu ndani mwake, bali imani yetu iwe thabiti ndani mwake, ili tupate kushinda yale ambayo adui anayaleta. Nataka nikuambie kitu kimoja, imani yako ndio itakayosababisha Mungu aweze kuinua kiwango kinyume na adui. Amen. Because if you do not have a steady faith in the Lord, then it will be impossible for God to rise up a standard against your enemies. In the book of Revelation, tunaporejelea pale tulianzia, Revelation chapter 21, Bible inasema ya kwamba and John, macho ya John yakafunguliwa, yani Yohana yule ambaye alipokea ufunuo, macho yake yakafunguliwa, akaona mbingu ya kwanza imepita, akaona mbingu ya pili imepita, na akaendelea hivyo. Na Mungu anamwambia kwamba Yohana, andika maneno haya maana yatakuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa anazungumza. Nataka tuangalie kidogo, maana mimi hupenda kuunganisha. Amen. Bible inasema namna gani? Mstari wa 2 anasema, and I John saw the holy city New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Amen. Nami nikaona Yerusalemu mpya, nikaona mbingu mpya, nikaona nchi mpya. Ina maana ya kwamba Mungu anaahidi kuwa pamoja nasi kwa kipindi kigumu mpaka kipite, ili kipindi kingine kiweze kuingia katika maisha yetu. Bible inasema ya kwamba Yohana akaweza kuona mbingu mpya ikishuka na nchi mpya. Na nikakwambia kwamba Bible inapozungumzia mambo haya haizungumzii kuhusu ulimwengu huu wote, inazungumzia kuhusu anga ya mtu individual. Kwa sababu unajua wakati tunapozungumza kuhusu anga, kila mtu ako na anga yake. Unajua vile tuko hapa, as we are here today, kuna mwingine anasema haki, anga yangu ni ngumu, hata nikijaribu kuomba hakuna kitu kinafanyika.
Na kuna mwingine naye anaanza kwamba anasikia tu mbingu zinafunguka, zinapenya, na watu wote wako katika ibada hii moja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nikieleza hiyo mnanielewa. Tuko katika ibada hii moja, lakini kwa ibada hii moja kuna yule anasikia anga ni ngumu, lakini kwa ibada hii moja kuna mwingine anasikia kurabashanda na kuendelea, kwa sababu anasikia anga yake iko wazi. Amen. Hivyo Yohana akaona kuna mbingu inapita, na Bible inaendelea inasema kwa sababu mbingu za kale zilikuwa zimepita. Ukisoma katika huo mstari wa kwanza inasema for the first heaven and the first earth were passed away. Amen. There are things that are passing away in your life so that they can pave a way for the new things to come in. Amen. They are paving a way for the new things to come in. And therefore God is telling us to be vigilant and to be stable in our faith. Amen. Na kwa sababu hiyo ndio alimwambia Joshua, niliwaambia in the book of Joshua chapter number 1. Bible inasema ya kwamba and God said to Joshua, as I was with Moses, so shall I also be together with you. I know it is going to be a tribulous season, or a season of hardship, but I want you to be strong, because I am not going to leave you, but I'm going to be together with you until you come out of that situation, until the thing passes away, until the tribulation is over. I am going to be together with you. Amen. Anaahidi ya kwamba nitakuwa pamoja nawe mpaka kipindi hicho kifanye nini? Kipite. Bwana Yesu asifiwe. Now, Biblia inasema, and I heard, verse number 3, I heard a great voice out of heaven saying, now this is where I came in, and I said, even upon the waters, many waters, there is the voice of God. Katika hali hiyo, Yohana anasikia sauti inasema ya kwamba, inamzungumzia, inasema ya kwamba, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. Tazama, nyumba ya Bwana ama makao ya Bwana yako na wanadamu, naye atakaa pamoja na wao, watakuwa watu wake, naye atakuwa ni Mungu wao. Amen. Kiingereza kinasema namna gani? Ya kwamba he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Hallelujah. How I desire that God will be together with you in everything. Na ni jambo mzuri. Yani sikia Mungu anakuahidi ya kwamba you are not alone. You are not going to fight this battle alone. You are not going to walk alone. You are not going to go through this alone. Mwaka bado mrefu, umeweka maono, na Mungu anakuambia kwamba angalia, haya maono yako, hautakuwa peke yako, nitakuwa pamoja na wewe, nitatembea pamoja na wewe, nitaenda pamoja na wewe, ili maono haya yaweze kutimia. Mungu anaweza kuwa amekuita hata kwa huduma, lakini unashangaa itakuwa namna gani. God says, I am together with you. Amen. I will be your God, you will be my people, and I will be together with you. Mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anazungumza mambo haya? Kwa sababu wakati huu tunaokaa ndani, adui amevunja watu wengi mioyo. Many are broken. They are heartbroken. Hawajisikii kuendelea kwa sababu maisha yao in one way or another, adui ameitorment kiwango ya kwamba wanahisi kukata tamaa katika masuala ya Mungu, katika mambo na wokovu, katika masuala ya imani. Amen. Kuna watu hata wako church leo, lakini unapata ya kwamba their heart is far away from God. They are just coming because it is something they are used to do. Yani mtu anaona ni kitu ya kawaida. Mimi siwezi kaa home, lazima niende church kwa sababu nilizoea kwenda kanisa. Lakini mioyo yao iko mbali. Na Mungu anazungumza nasi, anatuambia kwamba tazama, nipo pamoja na wewe. Nipo pamoja na wewe. Nipo pamoja na wewe. Usikate tamaa, niko pamoja nawe. Na ndio anasema ya kwamba and God shall wipe away all tears from their eyes. Mungu atayafutilia mbali machozi yao kutoka kwenye nyuso zao. Kwa hivyo nataka uelewe kitu hapa. Kwa kile Yohana aliona katika mstari wa kwanza, inaweza kuwa dunia. Kwa sababu gani?
Nasema sio dunia kwa sababu Yohana aliona anga ya mtu ikibadilishwa, aliona maisha ya mtu yakibadilishwa. Na hapa chini huo mstari ambao tunausoma unajibu mstari wa kwanza. Mstari wa 4 unajibu mstari wa kwanza, kwa sababu mstari wa 4 unasema ya kwamba nami nitayafuta machozi yao. Ina maana ya kwamba kuna kipindi Mungu anaruhusu kipite. Kuna anga Mungu anaruhusu itoke. Kuna vitu Mungu anaruhusu viondoke ili aweze kuyafuta yale machozi. Ile anga ikiwa itakuwepo, basi itakuwa ni vigumu, maana akifuta machozi bado yatatiririka tu. Lakini anamaanisha kwamba kuna anga inaondoka, inapisha anga nyingine ya breakthrough. Naye Mungu anakuja anayafuta machozi ya wale watu wake ambao wamekuwa wakipitia kipindi kigumu. Anasema ya kwamba atayafuta machozi yao kutoka kwenye nyuso zao. There shall be no more death. Hakutakuwa na mauti. This is where ninapoangalia hapo, I don't just see the physical death alone, but I see visions dying. I see people losing hope in life. The Bible says there shall be no loss of hope. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu in the book of Job, Bible inasema ya kwamba there is hope even when a tree has been cut down, that at the scent of the waters the tree shall sprout again and the shoots shall never cease. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu michipuko hiyo itakapotokea itakuwa na nguvu na itakuwa nyingi kuliko pale mwanzo. Natamani uelewe hii ya kwamba inawezekana adui amekukatisha tamaa, lakini leo Mungu anazungumza, anasema ya kwamba niko pamoja na wewe katika hilo jambo unalolipitia, nami ninakuja kuhakikisha kwamba yale ya kale yanapita na ninaleta mambo mapya. Akazungumza na Isaya akamwambia, tazama, I am doing a new thing. Why can't you behold of it? Je, hauwezi ona ninayatenda mambo mapya? Amen. God is about to do something new in your life in Jesus' mighty name. It doesn't matter how many voices are speaking against you, but there is a voice in the realms of the spirit that is speaking positive about you. There is a voice in the realms of the spirit that is speaking hope into your life. There is a voice in the spirit that is speaking restoration over your life. There is a voice in the spirit that is speaking about your destiny. Ndio ya kwamba adui amezungumza maneno yake, amenena na kweli anaonekana ni ukweli. Kuna wakati shetani anaonekaniwanga kama ameshinda. There is a time God will allow the devil to boast. Atamruhusu ajipige kifua. Lakini inapofika wakati wa Mungu kuanza kuzungumza, anapoanza kuzungumza, inabidi kila kitu kitii. Biblia inasema ya kwamba katika wingi wa gharika Bwana atakuinulia kiwango. Yani katika wingi wa mafuriko Bwana atasimama pamoja nawe. Isaya 43 inazungumza, ni 43 inazungumza kuhusu kupita katika maji mengi. Bible inasema ya kwamba utakapopita katika maji mengi hayatakupeleka. Ina maana ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Anasema utakapoingia katika moto hautakuchoma. Ina maana ya kwamba Mungu anaahidi kuwa pamoja nawe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. God is promising to be together with you. No matter whatever you are going through, God's promise is to be together with you. Anasema nitakuwa pamoja nawe. Licha ya mambo yote unayopitia, I will still remain together with you. Amen. The fire will not burn you down. Na utakuwa wa kwanza kupita kwa moto. Biblia inazungumza kuhusu this man. Hawa jamaa watatu wanaitwa Shadrach, Meshach and Abednego. Walitest the fire. Na unajua kuna wakati mwingine Mungu hatazuia moto kuwashwa. Ataruhusu huo moto uwashwe ndio aweze kujikuza. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia wakati mwingine tunaomba Mungu anakuonesha mambo ambayo yanakuja, unaanza kusema ya shindwe. Some of the things ambazo unaona kwa maono ni destiny yako. Zimewekwa pale kama ngazi ya kukuweka mahali unatakiwa kuwa. So when you are seeing tribulation coming, usi wakati wa kusema shindwe. Ni kuambia Bwana, give me the grace to keep on moving. Give me the grace to overcome. Sio ishindwe. Bwana Yesu asifiwe.
Imagine kama hao vijana watatu wangekataa kuingia kwa moto, wangesema Bwana, na hiyo moto isiwake, tungepata ushuhuda wapi? Leo tuna ushuhuda ya kwamba they passed through the fire. Na mwimbaji akasema, ni nani huyo mtu wa nne katikati ya moto? Tuliwaweka watatu, lakini tunaona mtu wa nne. There are some tribulation in your life, they are just a stepping stone to your destiny. Then you must allow God to release His grace upon your life so that you can be able to move into your destiny. Usiogope, anasema niko pamoja nawe. Mtu wa Mungu, unanielewa? Amen. There is nothing to fear when you have God on your side. Amen. Na nilikwambia, ukisikia Mungu anaahidi niko pamoja na wewe, usifikiri unaenda kutembea kwa barabara mzuri. Praise the Lord. Anytime you hear God say, I am together with you, it is not a walkover thing. It is not a smooth path. It is not a smooth road. Siyo njia nzuri. Lakini anakuambia, tazama nipo pamoja nawe. Akamwambia Yoshua, akajua nimepea huyu jamaa kazi ngumu. Hawa jamaa walisababisha Musa akakosa kuingia in the promised land, lakini ninawapea huyu jamaa ndiye atawapeleka. Alafu anamwambia Yoshua, sikia, as I was with Moses, I'm going to be together with you. Ilikuwa ni jambo la kufurahia, lakini Yoshua anashindwa itakuwa namna gani. Mungu akamwambia, kitu ambacho unahitaji ni kuwa na ujasiri. Just be strong and be courageous. Na hii ndio character Mungu anataka udevelop leo. Strong and courageous. Be strong and courageous. Gonga mtu tano za jumwambie, be strong and courageous. Do you know faith does not work under fear? Faith does not work under fear. Faith works under strength and courage. You are taking a bold step against your fear. That is faith. Amen. You are taking a bold step against what is in you. Kuna kauoga fulani kanaka ndani yako, na Mungu anakuambia niamini, inabidi uchukue hatua ya imani ya ujasiri. Mambo ni magumu, lakini unajitia moyo, unasema I will make it. Mambo hayasonge, lakini unasema I will make it. Wewe ni mgonjwa, lakini unasema I'm healed. Kwani Bible inasema namna gani? Tell the sick to say that I am healed. Let the poor say I am rich. That is faith. Haijasema matajiri waseme ni matajiri, inasema acha maskini. Sasa kuna maana ya kwamba lazima kwanza upigane, ushinde ile hali na kuzungumzia ndani yako. Kuna hali ya kushindwa inayozungumza ndani ya maisha yako. Imani lazima uzungumze dhidi ya hali ya kushindwa. Speak victory over defeat in your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani sio wakati mambo inaenda vizuri. Imani ni wakati vitu havifanyi kazi, and you have to speak positive about it. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio kitu Mungu anasema. Nimekuambia, ukiona Mungu anasema nitakuwa pamoja nawe, sio rahisi. It is not a walkover. Sio kitu utalala na useme Bwana ninajua uko pamoja nami, and you are not doing anything. You have to work. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uamki uombe, hutaki kuomba, unataka Mungu akupigania, atakupigania namna gani? You have to stand against sleep. Acha kulala. Amen. Na uambie mwili wangu utamtukuza Bwana. Ninapitia machungu, sitakubali machungu yanilaze kitandani. Ninaamka naenda kumtukuza Mungu licha ya kwamba nina machungu moyoni, lakini naenda kumwambia Bwana ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is a problem with us as Christians. Bwana Yesu atusaidie sana. Ile wakati tuko down ndio wakati ambapo unataka ukae nyumbani, hutaki kwenda maombi. Ile wakati vitu haviendi ndio wakati unasema hata maombi sitaenda. Imani ni wakati vitu haviendi na unasema bado ninaenda church, naenda kumwambia asante kwa uhai. Yani shetani anashindwa na huyu mtu nimemnyima hii, lakini kumbe ameona ingine. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni wakati, yani shetani anafunga njia moja, lakini unakumbuka ile yenye Mungu alikufungulia kitambo, na unamwambia Bwana wewe bado ni Ebeneza.
kama sio wewe Mungu ningelikuwa nilikufa 2013, lakini leo niko mzima. Hata kama umelala njaa, imani inasema ya kwamba unamshukuru Bwana. Biblia inasema katika Zaburi 100, endeni, ingieni malangoni mwake na shukrani, nywani mwake na sifa. Amen. Why? Kwa sababu si kitu rahisi. Wacha nikwambie, kumshukuru Mungu pia sio jambo rahisi. Kwa sababu ukikaa hivi, shetani anakuonesha 1000 reasons why you should not thank God. Anakuuliza, sasa wewe nikapasa unatembeanga tu mguu na wengine wanakaa kwa magari, lakini bado unaamuka mapema na unaenda mkanisa na unaenda kufanya maombi. Na unamwambia Jehova, hata nikitembea miguu bado nitakushukuru. Hata nikitembea na nikirarukia bado nitakuinua. Hiyo ndio imani. Bwana Yesu asifiwe. Guza mtu, muulize, wewe imani yako iko aje? Amen. Imani yako ni wakati tu ambapo umekula vizuri, umelala vizuri, unasema jana nilikula nyama. Kuna wakati ambapo unahitaji kushuhudia against hiyo. Umelala njana, unasema namshukuru Mungu kwa sababu juzi nilikula, wiki jana nilikula, hata kama leo sijakula. Namwambia Mungu, asante, yesterday I ate. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Kwa hivyo Bwana anaposema ya kwamba nitakuwa pamoja nawe, nataka uelewe kitu kimoja. Ni kama unaingizwa kwa darasa, alafu unaambiwa utapita mtihani. Wanakutia moyo, hii mtihani utapita, you shall graduate. Amen. Hii utapita. So hivyo ndio Mungu anasema niko pamoja nawe. Anakuambia ya kwamba take courage, do not be afraid, be strong in the Lord. Amen. Hili ndio jambo Mungu anataka ndio uweze kushinda vita. Usipokuwa na hili hauwezi shinda vita. Huyu jamaa anaitwa Joshua. Bible inasema ya kwamba wakati ambapo Mungu anamwambia kwamba Joshua, I will be together with you as I was with Moses. Kajamaa kanaangalia, kanaona hawa jamaa, hawa watu hawa ndio walifanya Musa akakasirika. Mungu anaambia Musa, nenea jiwe. Musa amekasirika mpaka anatwanga mawe itoe maji. Walimkasirisha. Na wao ndio Mungu ananiambia niende nao. Na kwa sababu ya mashaka Mungu akakasirika na yeye akamwambia, we, have I not commanded? Ukisikia swali kama hilo, ina maana ya kwamba Mungu alikuwa ameanza kujaa. Kachumvi kalikuwa kameanza kupanda. Kamuuliza Joshua, have I not commanded you to be strong and of good faith? Sijakuuliza kwamba uwe mtu ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Some of us, God is asking us, have I not commanded you? God is asking us, have I not commanded you? Do you know, fear is the source of our failure. Fear is the source of our failure, because when we are afraid, we cannot be able to make a bold step, and that means fear discourages faith. Amen. And Hebrews chapter 11 verse number 6, the Bible says, and without faith it is impossible to please God. So the moment fear comes in, faith goes out, and you become an enemy to God. If you don't please God, it means you are not friend with God. Sijui kama nikieleza hivyo mtanielewa. Kama huwezi mpendeza Mungu, ina maana wewe ni adui wa Mungu. Uoga ni uadui wa Mungu. Acha niweke hivyo. Maana Mungu anatamani uwe mkakamavu na moyo wa ushujaa. Uwe na imani ya kuweza kusimama na ujue ya kwamba amekuahidi niko pamoja na wewe. Na nikwambie, God does not work with cowards. Bible inasema katika Revelation, the fearful, the cowards and the drunkards, na wale ni sexual immoral, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Kwa hivyo wakati ambapo uoga inaingia, unatengeneza sehemu ile ingine. Sijasema mimi, ni maandiko. Amen. So Bwana tusaidie tushinde uoga ambao shetani amekuwa kiuweka ndani mwetu. Kwa hivyo imani ni kushinda mashaka yaliyo ndani mwako. Kuna mashaka yanakuambia you can never make it. Hata wakati ambapo umejiangalia kwa kioo, bado unarudi kujidoubt. Unasema niko smart kweli? Yaani hujiamini. Bible inasema, unajua
Mungu alituangalia mpaka akaamua kuandika mstari kwa Bible inasema you are fearful and wonderful made. Yaani anajaribu kukutia moyo uweze kutoka katika ile hali ya kujiona haufai. Akasema you are fearfully and wonderfully made. Ridhika na hiyo. Amen. Maana aliangalia mwanadamu aliyeumbwa, akaona mwanadamu bado na mashaka naye, akashindwa sasa nitafanya namna gani? Wacha nimpe neno ambalo linamhusu. Na hiyo urembo yako yote vile ulivyo, anasema you are fearful and wonderful made. Do not doubt how you look like. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa leo? Bwana Yesu asifiwe. Bible imesema ya kwamba atayafuta machozi ya watu, atayaondoa. Amen. Na anasema ya kwamba hakutakuwa tena na huzuni. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. There is a process God wants to take you through, and He wants you to come out a refined person. And therefore He's preparing you to go through it, to come out of that place refined for Him. Praise the name of the living God. Even some of us right now, we are in the same process. We are already in it. Kuna wale ambao tayari wanapitia hiyo process, na Mungu anazungumza nao leo hapa. Ulikuwa unataka kukata tamaa, but bado uko katika refinery, karibu unatoka. Na anasema niko pamoja na wewe, usikate tamaa. Endelea kushikilia imani, kuwa mjasiri na moyo wa ushujaa. Amen. Kuwa mjasiri na moyo wa ushujaa, kwa sababu ukishayamaliza haya hayatarudi. Leo hii uchukue mtoto wa form 4 mrudishe class 1, itawezekana kweli? Haiwezekani, sio? Ndivyo ilivyo hata katika masuala ya Mungu. Kuna mambo Mungu akisha kupitiza ndani yamepita. Amen. Hallelujah. Na unabaki ukiwa mshindi. Leo ninakuombea Mungu akupe neema ya kushinda. Amen. Biblia inasema mstari wa 5, and he who sat upon the throne said, behold, I make all things new. He said unto me, write, for these words are true and faithful. Tazama, mimi ndio ufanya mambo yote yawe mapya. Hallelujah. Tazama, mimi nayafanya yote yawe mapya. Mtu wa Mungu, inaweza kuwa ulitoka katika ile familia ambayo hata utakangi kuambia watu. Amen. Unajua, some of us we came from a family, yani ukifikiria waambie watu jamii ulitoka ndani, unaogopa, unashinda. But I want to say this way. God says I am doing a new thing. Amen. I am doing a new thing. There is a revival that is about to spring up in your life in Jesus' mighty name. And God says, I'm preparing a person who will carry my revival to even uttermost parts of this world. Yani Mungu anaandaa watu watakaobeba huu moto wa uvuvio. Amen. Anaandaa watu. Ndio sababu unapitia yale unapitia, unabaki unashangaa kwa nini. Unapitia kwa sababu Mungu anakuandaa kwenda mahali ambapo anataka ufike. Anasema ya kwamba write these words, for they are true and faithful. Ni mambo ya kweli na ya kuaminika. And he said unto me, it is done. Gonga mtu 5 za juu, mwambie it is done. Wakati Mungu anasema it is done, ina maana ya kwamba yes, yeye ameshaona ushindi kwa maisha yako. Na ndio sababu Yesu alipokuwa msalabani akasema it is finished. Ameshapeana ushindi. Ni wewe utembee katika njia hiyo ya ushindi, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. That is why Paul anasema I can do all things through Christ who strengthens me. Ninayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Ina maana I am not the one fighting the battle. I am not the one walking through the fire, but I have someone helping me to go through the fire.
I have someone holding my hand. Even when my feet are growing feeble, I am still strong. The Bible says, tell the weak to say, I am strong. I am still strong because I am not standing on my own strength, but there is someone holding my hand, and therefore I will not fail because he is together with me. Sitashindwa kwa maana yuko pamoja nami. Ndio Paulo akasema ya kwamba I can do all things through him who strengthens me. Hallelujah. Ninayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Na akasema, if the Lord is on our side, who can be against us? Ikiwa Bwana yuko upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume nasi? Yani ukiangalia maneno haya, Mungu anajaribu kukuonesha ya kwamba wewe sio model ya kushindwa, wewe sio vessel ya kushindwa, wewe sio kuumbwa kwa sababu ya kushindwa. God created you for victory. God created you for perfection. Yani alikuumba ili uwe the perfect image yake hapa duniani. Sio kwamba kuna kitu unakosea, sio kwamba kuna kasoro ndani yako. Anataka uweka the complete image yake hapa. Praise the name of the living God. Ndio anasema ya kwamba tell the weak to say I am strong. Yes, physically I might be weak. Naweza kuwa sina nguvu za kusimama, naweza kuwa sina ile eloquence of speech, lakini ukweli ni kwamba Bwana akiwa upande wangu hakuna anayeweza nishinda. Musa na kigugumizi chake, bado Mungu anamwambia Musa ya kwamba I am going to take you to Pharaoh, na wewe utakuwa kama Mungu. Amen. Anamwambia Musa, unaenda ndio, lakini ukifika kwa Farao wewe sio Musa tena. Utakuwa sasa unaniwakilisha mimi. Utasimama kama mimi. You shall be a God before Pharaoh. Hallelujah. Leo hii ninakuzungumzia mtu wa Mungu ya kwamba mbele ya matatizo, mbele ya changamoto ambazo zimeandaliwa kinyume chako, Mungu anakuambia ya kwamba you shall stand as a God before them, kwa sababu you have the final say about the situation. You will have a final say about the circumstance. You will have a final say. That is why the Bible says you shall decree a thing and it shall come to pass. Why? Because you are carrying the commanding voice of God. Hallelujah. Anasema neno langu likiwa ndani yenu, nanyi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. You are the commanding voice of God here on earth. Mungu hata toka mbinguni akuja amrishe vitu, lakini amekuweka hapa kuwa the perfect image yake. Kuna mambo shetani anajaribu kuinuka na uwezo wake, lakini wewe umepewa mamlaka kuyaamuru yale mambo, na yanatii, yanafuata kile wewe umesema, because God has made you as a God here on earth. Na hata akarudia katika Zaburi akauliza, je, si nyinyi ni miungu? Yesu mwenyewe akarudi akawauliza waliokuwa na mdhihaki, akawauliza, je, hamjasoma kwamba imeandikwa hata na nyinyi ni miungu? Walipokuwa wanauliza habari ya kusamehe dhambi, wakauliza inakuaje mtu tu wa kawaida ati anasamehe dhambi, atenenda na dhambi zako zimesamehewa? Akawauliza, je, hamjasoma habari hii kwamba imeandikwa na nyinyi pia ni miungu? God has given you his image here on earth. You are the perfect image of God. The voice of God resides in you. Amen. Sasa wacha nikwambie, there are very many negative things happening around your life. It is because you are the one sponsoring them. Utaniuliza namna gani? God has given you a voice to speak against them, but you are not speaking against them. Instead, wewe ndio unalia zaidi. Mpaka shetani anapiga makofi, anasema ako kama Mungu nimekashinda. Leo nataka nikupe ujasiri huu. Simama katika ujasiri. Command things around you and they will begin to work for you. Maandiko yanasema ya kwamba you shall decree a thing and it shall be done. Na anasema ya kwamba wale umesamehe duniani, mbinguni wanasamehewa. Sini anasema, na wale unafunga hapa wamefungwa, wale unafungua wamefunguliwa. That means you have a higher position
here on earth. Mungu amekupea position ya juu, hata mpaka malaika wanauliza, kwani mwanadamu ni nani ya kwamba mpaka ukamuinua zaidi ya malaika? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vile ulivyo wewe, una mamlaka ya kiungu ndani mwako, na kitu kinahitajika ni wewe uchochee imani iliyo ndani yako ianze kazi. Chochea imani iliyo ndani mwako, kwanza kuamuru vitu vianze kuenenda. Speak positive about yourself. Umefungua kibanda, jua ikiwaka leo tu kwa sababu haujauza, kesho umeamka unasema hii kazi ni mbaya, hii kazi ni ngumu. Itakuwa mbaya, itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Speak positive about it. Na ndio nimekwambia, imani ni wakati mambo hayaendi vizuri, na wewe unasimama, unaanza kuyarekebisha kwa maneno na matendo. Unaanza kuyanenea ya kwamba yachukue mwelekeo ambao wewe unataka. You can create. Na ndio sababu nimesema kuna kambingu, kila mtu ako na kambingu kake. Amen. Kuna yule ambaye ana imani kwamba vitu vinatendeka na kweli vinamtendekea. Na ndio sababu unapata wakati tunapohubiri namna hii, kanisa hii yote tunahubiri, watu wote wanasikia, lakini ni wachache watakuja na ushuhuda. Kwa sababu gani? Kulingana na vile ulivyosikia na ukaenda ukatendea lile neno kwa imani, ndivyo utapata matokeo. Kuna mahali Paulo amehubiri akafundisha na akarudi akasema, wale watu ni wagumu kweli, maana maneno walioyasikia hawakuyachanganya na imani, kwa hivyo haikuwa ya faida kwao. There is a time even preaching cannot be profitable to you. Why? Because when preaching is not mixed with faith, it cannot work for you. Haijalishi ni bonke amehubiri, haijalishi ni nani amehubiri, lakini mahubiri yasipochanganywa imani hayawezi zaa chochote. Paulo anafundisha anasema, hawa watu ni wagumu kweli, mioyo yao ni migumu. Maneno waliyosikia kutoka kwetu hawakuyachanganya na imani, na ndio sababu hata hayakuwa ya faida kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengi tunakuanga na imani sana hapa kanisani, wakati tunahubiri hivi ninasema you are more than a conqueror. Amen. Ukifika pale kwa mlango, landlord anakupigia simu anakuambia, leo ni tarehe 5. Najua hujalipa nyumba na ninakuja na kufunga. Alafu unasema, nimetoka kanisani. Umeanza kulaani tayari. Unaanza kulaani. Imani ambayo umeipokea tayari umeiacha, umeanza kulaani. Mambo ambayo yanaenda kutokea yanatokana na maneno yenyewe unaumbisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Can't you take courage na umwambie landlord vizuri, na umwambie, bwana najua hiyo kitu unaniambia ninakielewa, lakini nipe kwa ujasiri, nipe muda nitakupa. Don't doubt God. Bwana Yesu asifiwe. How many are the enemies of God today? Kuna wale ambao imani yao haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wetu nasikianga imani yako vile ilivyo tu. Maana nikishakuombea ninajua, unasikia lakini pastor, ukishasikia lakini unajua huyu hata maombi nimeomba mpaka nikagonga mguu chini ni bure. Ni ukweli. Wakati nimekuombea na unakuja na statement ya lakini pastor unajua, lakini ninajuanga Mungu wangu leo nimechapa sauti yangu bure imeenda. Lakini nakutia moyo tu. Angalau unaweza shikia mahali ka imani na ukasaidika kidogo. Maana Bible inatuzungumzia, haisemi kuwe na imani kubwa, inasema ukiwa na imani ndogo kama chembe ya mbegu ya haradali. Yaani Mungu hatahitaji ile imani kubwa ya kusongesha milima. Anahitaji haka imani ndogo kama mbegu hiyo ya haradali. Hako tu kametosha kukusustain hii dunia. Hako imani kadogo. Sasa kama hako imani kadogo kanatoshana hivyo, kanaweza kusongeza hii kuishi dunia. Jamani, mtu wa Mungu na vile unakaa, sina maanisha hata una hako kadogo. Si leo Mungu akusaidie upokee hako kadogo. Haleluya. Kuna mtu katika Bible anaitwa Peter. Bible inasema kwamba wakati mmoja wakiwa na Yesu Kristo, wakaenda au kina Peter wakatumwa waende waombee mtu fulani ambaye alikuwa na epilepsy.
Biblia inasema ya kwamba hawa jamaa wakaenda wakafanya kazi ya gymnastic, wakatoka huko hakukufanyika chochote. Then huyu baba wa huyu mtoto akakuja kwa Yesu akasema, huyu ndio mwanangu wa pekee, niliwaita wanafunzi wako wakuje wamsaidie wakashindwa. Yesu akauliza, enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa nanyi mpaka lini? Yani mpaka Yesu akashangaa, yani wametembea na yeye lakini bado hawashiki imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kukosa imani ni kitu kwa wanadamu ya kawaida. Lakini sasa wewe usikuwe mtu ya kawaida. Amen. Kwa nini nasema usikuwe mtu wa kawaida? Maana Bible haijasema wewe ni mtu wa kawaida. Bible inasema you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Wewe unajielewa? Na ndio nimekuambia katika hii dunia Mungu amekuweka katika position ya mamlaka. Amen. Leo ukitoka hapa, anza kuzungumza kwa mamlaka. Anza kuamuru vitu. Ukiingia kwa maombi, oh my God, acha kuomboleza, oh Mungu mbona sasa ninapitanga hii. Ambia Bwana, ninahitaji maisha mazuri. Amen. You begin to call that which you believe you want, then it will come. Watu wanakaa kama bado hawaniamini. Nataka nikwambie, mara mingi nimekuwa nikishare na nyinyi nikiwaambia kwamba unaona hii seti ya vyombo iko hapa, ni kitu niliona kabla ikuje, na nikaambia Mungu, nakuaminia Mungu kwa hii na hii na hii. Saa hizi nisha shift imani, nishasonga. Kuna vyombo nataka. Bwana Yesu asifiwe. Na tayari nimeziona, na nikikaa hivi naziona, nikianza kuomba naziona, nikianza hata nishika microphone bado ninaona hizo vyombo nataka. Naambia Mungu, hizo ndio ninataka. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi ambayo iko mbele. Na nikwambia ukweli, imani hukua. Faith grows. Amen. Imani inakuwa. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usikae pale ulipokokea. Imani ya mtu mwokovu ni tofauti. Kwa sababu mtu mwokovu wakati ameokoka, kuna vitu Mungu anafanyanga in favor. Anampea Cerelax, anampea hiyo vitu soft. Yani zinakuja ushuhuda nyingi zinakaa, na kunafikanga mahali sasa umeanza kukomaa kwa mambo ya imani, vitu zingine zinakuwa tough, inabidi na wewe pia utafe nao. Amen. Ulikuwa unapendwa sana na washirika kanisani, inafika mahali Mungu anayekusababisha sasa wanakuacha. Unaanza kusema hiyo kanisa inanga upendo, hiyo kanisa inanga. Ni wakati Mungu anakuweka katika position uanze kumachua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuweka kwa nafasi uanze kukua, usonge hatua nyingine, uanze kujifunza kumtegemea. Amen. Kuna ile wakati ulikuwa unategemeanga wazazi, baba anatoka kwa anakubeba, ukasonga miaka fulani, unaona ukitokea anakuacha tu na wapi. Unaendelea hivyo mpaka hata mwenyewe uwezi sasa hata muhagi. Unakuja tunamsalimia kama umesimama mbali. Maana growth inaendelea. Unafika mahali sasa wewe unatakana kuhago watu na kuwabeba watu. Katika masuala ya kiroho ya imani, Mkristo anahitaji kukua. Amen. Mnahitaji kukua. Angalia jirani, muulize umefika kiwango gani? Sasa nikawaambia, wakati maji yako katika viwiko, wewe utembea kwa nguvu zako. Yakifika magotini bado unatembea kwa nguvu zako tu. Yakifika viunoni bado unatembea kwa nguvu zako. Lakini kuna kiwango yakifika, unaambia Bwana, hapa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kiwango cha imani pia kinapanda. Amen. Kiwango cha imani kinapanda, unafika mahali mpaka inabidi sasa, Bible inasema, and them that wait upon their Lord shall renew their strength. Mtu wa Mungu, ukisikia there is a renewing of strength, someone has to be exhausted. Sijui kama unaelewa. Ukisikia kuna kufanywa upya nguvu, kuna mtu amefika mwisho, ameinua mikono akasema,
I surrender all to you. Akasema Bwana, sio mimi tena, ni wewe. Paulo akafika mahali akasema, si mimi ninaishi, lakini ni Yesu anaishi ndani yangu. Na akasema kukufa kwangu ni faida, na kuishi pia ni faida kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafika mahali Mungu anaacha unakomaa kwa masuala ya imani, mpaka hata kuishi kwako ni Mungu, kukufa ni faida. Yaani shetani akijaribu kuja na njia anaona atapata tu hasara. Akikuja na hii anapata hasara. Yaani wewe you have nothing to lose, but in everything you have surrendered to God. Bwana Yesu asifiwe. Si imani yako isonge. Amen. Na hii ni level ya kugrow. Unafika mpaka mahali ambapo yani unaacha kutishianga watu. Leo come church. Maana sasa umefika mahali umekomaa, umejua hii ni uhusiano yangu na Mungu. Sio uhusiano wangu na church. Sio uhusiano wangu na mtu. Ni uhusiano wangu na eternity. Amen. That is maturity. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hapo ndo Mungu anasema nitakuwa pamoja na wewe. You learn to depend on God, not a man. You learn to depend on God. So wakati watu wanakupigia makofi, mtu wa Mungu, wakati watu bado wanakupigia makofi, imani yako bado kidogo inasonga. Lakini inafika mahali unasema mimi wakinishangilia, wasinishangilie, nimeamua maisha yangu ni Jehova. Nitamuishia yeye. Wanikubali, wasinikubali, ninajua ni Bwana. Hallelujah. Mhubiri, inafika mahali unasema ninajua kanisa itoe isitoe, ninajua Yesu aliniita, nitamtumikia. Na unajifunza kubariki watu wa Mungu hata katika uchache, hata katika kutopewa chochote, unajifunza kuwabariki. That is maturity. Sio ile ya kusimama kwa madhabahu na kusema nyinyi hamjui vile hata pastor anakulanga, nyinyi mmelaaniwa. Hiyo ni utoto. Kuna level ya maturity unafika. Unaangalia watu wa Mungu, unajifunza kuwabariki. Hallelujah. Amen. You learn to appreciate God in everything. That is maturity. Faith yako ina grow. Angalia Mkristo, muulize wewe yako imefika wapi? Yako nini unangoja upigiwe simu, tafadhali mpendwa, Sunday 3 tuja kuona kanisani. Ni nini mbaya? Anasema pastor fulani aliniongelea yako vibaya. Yako bado mbaya ndogo sana. You have to grow beyond that. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji ukubali kukua. Hadi Sunday 3 unasema fulani alinisemanga, fulani aliniongelea. Until you grow beyond fulani and you see God, hapo ndo tunataka ufike. Na mimi napenda Mungu kwa sababu wakati mwingi ataachilia shetani ya kukoroge, uivane vizuri. Amen. Watu wakukatae, watu wakusemange, mpaka ufike mahali useme sasa mimi nimechoka na maneno ya watu. Waseme wasiseme, naenda church. Nimekaa nyumbani ya kutosha, naenda church. That is maturity. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sati fulani aliongea, fulani akasema, sasa unasema mimi ya mambo ya Mungu hata mimi siendi sasa. May God cause you to grow beyond what? Beyond people. Amen. Kuna wakati nimefunza kuhusu stop being a people of the crowd. Kuna wale watu wa kikundi, watu wa umati. Ati watu wasipokaa maombi, mimi siombi. Unakujanga unaangalia church namna hii, unasema na watu hakuna, alafu unatoka unaenda. Na umekuja maombi. Watu kwa sababu watu hakuna, sasa wewe naye ni mimi. Wewe si ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ingia, piga maombi. Wenda ushirika unaambia na watu hakuna. Bible inasema wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Yani wewe hata mmekutana wawili, kwani uone Mungu katikati?
kuna level ya maturity katika mambo ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bado mnanipenda? Haleluya. Nimekuambia wakati unasikia Mungu anasema nitakuwa pamoja na wewe, kuna mahali anakuingiza, kuna mahali anakupeleka. Na ninasema hivi kwa sababu utakapoingia pale, kumbuka hili neno. Amesema nitakuwa pamoja na wewe. Hata kwa hiyo hali ya kutengenezwa na kuchongwa, I am still taking care of you. You will not break. Akamchukua jamaa anaitwa Yeremia, akampeleka kwa nyumba ya mfinyanzi. Bible inasema ya kwamba akamuuliza Yeremia, what are you seeing? Yeremia akasema, I am seeing a pot in the hands of a potter. Akamwambia, now look at it. Ule jamaa akatengeneza pot, ikafika mahali ikaonekana haikumpendeza, akaibonda akaiharibu, akatengeneza chombo kingine. Mungu akamuuliza Yeremia, je, ninaweza fanya na nyinyi vile huyu anafanya? Bwana Yesu asifiwe. There is a time we are called in, even in the ministry, and we take on a shape that God does not want. Anarudingi, anakuponda, anang'oa ile kitu ambayo siyo yake, ili akutengeneze kwa kile chombo ambacho anataka. Na hiyo ni maturity. Unapondwa na you don't complain. Amen. Uliza jirani, are you ready to be pondered? Hallelujah. Are you ready to be pondered? Yeah? So that you look like that image yenye Mungu anataka. Amen. Wangapi unajua tunapenda kuimba ile wimbo, unifinyange, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Kweli kabisa, unakwanga unamaanisha watu, unakwanga unamaanisha. Wakati unajua vizuri kuna katabia fulani tu unakapenda tu na utakangi kukaacha. Kuna kakitu tu ndani yako unakapenda tu, hata ako kakiguzwa. Wakati mhubiri anaguzanga hiyo laini, unasikia tena kanasema hapana, asiende zaidi ya hapo, asiguse hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akienda hiyo laini unasikia sina amani. Na unasema unifinyange. Bwana anasema ninakuja. Unifinyange, ninasongea. Unifanye jinsi wewe, anakamata. Halafu naanza si mambo ya niliulizwa mahali pengine, kwani pastor haunako injili nyingine ya kuhubiri? Wewe kila wakati ni watu waache dhambi, watu wamrudie Mungu. Nikaambiwa watu wanahitaji mali, wahubirie prosperity. Lakini sasa hata nikikuhubiria prosperity, na Bible inasema na hili neno lisitoke kinywani mwako, ili uwe na good success and prosper everywhere you go. Sasa lazima kwanza upokee neno ndio uweze kufanikiwa. Nikikuhubiria ufanisi na una hii kitu yenye Joshua anaambiwa, kisome that book of Joshua chapter number 1, I think from verse number 6. Kuna mtu atusome, manake unajua nimetaja vitabu vingi na sijasoma. Unajua mtu atauliza pastor naye asome Biblia. Amen. Nisomee kwa nakala ya Kiswahili na Kiingereza. Hallelujah. Purity mwami yetsome bwe. Olio. Anaitwa Minash. Amen. Alafu kuna alira wako ako hapo karibu na wewe, yani namesake, anaitwa Purity. Kiruka namba mahali umekaa tu 1 2, anaitwa kama wewe. Amen. Sasa mmekaa mahali vizuri. Amen. Chapter number 1 from verse number 5. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 5 inasema, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hapata kuwa na mtu atasimama mbele yako. Kama nilivyokuwa
alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Ngoja kidogo. Bible inasema ni wewe. That means God has chosen you. Ni wewe. Ile mambo unapitia ni wewe umechaguliwa. Amen. Ni wewe umechaguliwa upitie, ukamilike, ndio uweze kuserve wale watu Mungu atakupea. Kama hujapitia au hujakamilika, hautaweza kuserve. God has an assignment for you, and this assignment cannot be done by anyone else. Na kuna vile anataka uwe prepared to undertake the assignment. So if you are not prepared, you cannot be able to accomplish the assignment. That is why he says, ni wewe utakayewagawia, ni wewe utakayewapea. Mungu alikuwa na uwezo wa kuwagawa nchi ya ahadi, lakini alihitaji mtu hapa duniani ambaye amepewa jukumu la mamlaka, ambaye amepewa nafasi ya uungu hapa duniani. Joshua alisimama kama Mungu kwa wana wa Israeli. Alikuwa awape mahali pale ambapo Mungu alikuwa amedai kuwapea. So Joshua alikuwa ni mwakilishi wa Mungu, akamwambia ni wewe unaenda kufanya hiyo kazi. So katika nafasi ile Mungu amekupea wewe usimame kwa niaba yake ili uweze kukamilisha the assignment. Hallelujah. Uweze kukamilisha the assignment. Endelea. Mstari wa 7. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Upate kufanikiwa sana kila uendapo. Sasa tukihubiri mafanikio na hujashika maandiko, si ni uongo? Malizia kwa mstari unaofuata. Mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikiwa njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Umesikia? Imesema ndipo utafanikiwa njia. That is when you will have a good success and be prosperous. Nafikiri hiyo mstari kwa Kiingereza inasema hivyo. Na kustawi sana. 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Jamaa alikuwa bado na doubt. Lakini Mungu anamuuliza, je, si mimi nimekuamuru? Have I not commanded you? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Amen. Tuachie pale. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia ya kwamba wakati unasikia Mungu anasema niko pamoja nawe, usifikiri ni easy task umepewa. Na Mungu apeangi mtu kazi rahisi sana. Maana rahisi anajua utamaliza tu. Lakini ukisikia ile anakuambia nitakuwa pamoja na wewe, hiyo ni assignment ambayo ni serious, ambayo lazima umtegemee. Lazima ujifunze kumtegemea, kutembea pamoja naye. Ndio anakuambia nitakuwa pamoja na wewe. Katika Mathayo 28 nafikiri mstari 19, Bible inasema ya kwamba enendeni, alafu inasema ya kwamba tazama nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ina maana ya kwamba mahali unaenda, you are not alone. I am together with you. My presence is together with you. I will not leave you alone. I will be together with you. Mtu wa Mungu, yale mambo unapitia leo, nataka nikwambie kunaye Mungu pamoja nawe. Kunaye Mungu pamoja nawe. Assignment ambayo amekupea. Jamani, Mungu amekuita wewe kuwa mwombezi, usiangalie watu. Mungu amekuita wewe kuwa mwimbaji, usiangalie watu. Amekuita kuwa mhubiri, usiangalie watu. Amen. Usiangalie watu.
Ile ndio nimesema kwamba mtu anakuja kwa ibada anaangalia anasema haki na hakuna watu. Usiangalie watu, umeitwa fanya kazi ya Mungu. Amen. Tulipoanza huduma, mama siku moja akaniuliza, na watu watatoka wapi? Nikamwambia mama, watu watakuja tu, sisi tuendelee. Watakuja tu. Na si ndio hawa watu. Amen. Nilimwambia watu watakuja tu. Tuendelee, tumeitwa. Amen. Kwanza aliniuliza, yani ndio tumeanza hivi church? Ndio tumeanza hivi kanisa? Tuko wawili mimi na yeye. Na mimi nikimwangalia naona yeye na tuko na kijana wetu huyo first born wetu. So naona watu wawili, alafu mimi ni watatu, alafu Mungu yuko pamoja na sisi. So ninajitia moyo. Nilikuwa nahubiri ni kama ninahubiria watu maelfu. Siku moja nikiwa ninahubiri hivyo na hata sina vyombo, Mungu alikuwa ameweka sauti yangu kubwa vizuri sana. Yaani nikihubiri hapa ndani mtu anapita huko chini kwa ananisikia vizuri. So mzee mmoja akawa anapita kwa hii barabara, tulikuwa na nyumba kingine kale tulianzeka alikuwa kama tope hapa. Mzee amesikia injili imekuwa moto, akakuja akachungulia, akapata ni mama amekaa na mtoto amelala chini. Ni mimi ninagonga injili. Mzee akaangalia, akatingiza tu kichwa namna hii, akaenda. Lakini akienda nikaa najiuliza, na katika mawazo ya mzee ameenda akifikiria nini? Anaona kama mimi ni mchizi. Mtu wa Mungu, wakati Mungu amekuita, yeye yuko pamoja na wewe. Fanya kile Mungu amekuitia, acha kuangalia watu. Umeitwa kwa hiyo ndoa, mtu wa Mungu, ambia Mungu, wewe ndiye umenipa hii ndoa. Ina maumivu yake, lakini nipe neema ili niweze kutengeneza kitu kizuri kutoka kwa hii ndoa. Paulo anatuandikia anasema there is a hidden treasure in an earthen vessel. Mtu wa Mungu, umewajiuliza hiyo inamaanisha nini? Kuna chombo kingine Mungu anakupeanga ni kichafu, kinakaa kichafu, lakini ndani yake kuna kitu cha thamani. Amen. Kuna kitu cha thamani. Kuna wazee wengine, yani ukiangalia hata walioanga wake wazuri, wake wameshika Mungu, mpaka unashinda na huyu mwanamke aliona nini ndani ya huyu mtu. Baadaye unakuja unashangaa, unaona ule mzee sasa ameanza kuhubiri, unashinda kumbe kulikuwa na mhubiri ndani ya hii kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kulikuwa na mtu mkubwa ndani ya hapa mahali. Sometimes the gold you are looking for, it is hidden in that earthen vessel. Dhahabu unatafuta wakati mwingine imefunikwa na hiyo kitu chafu, unaangalia na unasema sasa hiki ni cha nini? Ukiangalia mzee anapita, hii ni longi tu tunaona kuna hapa mtu. Ni longi tu na koti tunaonanga. Kama anapenda kuvaa koti kama sasa ni longi tu na koti. Unaona ameng'ara hivi, hakuna kitu hapa. Nataka nikwambie there is a hidden treasure in an earthen vessel. Mapito hayo unapitia, kesho itakuwa ni ushuhuda. Utakuwa unatia mtu moyo. Unamwambia jamani, nilipitia hapa, nikapita hapa, nikapita hapa, Mungu amenitendea. Na unajua nini? Wakati uko katika hayo mapito, Mungu anakurembeshanga hata watu hawajui. Wewe ndio unajua peke yako. Unafikiri watu wanajua ile unapitia. Wakikuangalia wanasema na uko smart, ni ile nguo moja uko nayo unafuanga usiku, unapiga pasi. Kwanza mimi kuna wakati ndugu fulani alini approach akaniambia, na bwana, yani uliamua kununua nguo zinafanana na ziko unanyoroshanga pasi bwana, uko ever smart. Kumbe ni nguo ninafua usiku, asubuhi ninapiga pasi, inakauka na pasi, mchana niko mkutano. Na nashangaa wakati huo nilikuwa na kiatu inakaa hata si 45 degrees, ilikuwa inakaa sijui aje. Mpaka imebadilisha posture ya kutembea, lakini unajikaziamu, unahakikisha umesimama vizuri. Yaani watu wakiangalia wajui kama uko na problem ya miguu. Na imagine hakuna mtu alinotice hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Because God covers you with his glory so long as you are in the assignment of God. Amen. Wangapi wanatamani kufunikwa na utukufu wa Mungu? You have to remain in the assignment. When you are in the assignment, God will make sure watu hawaoni nini weaknesses zako. He covers you. There is a time ilikuwa nikitaka kuomba
Mtu wa Mungu, singepiga magoti kama nimeangalia hivi. Ninapiga nasonga kwa ukuta, napiga magoti. Kwa nini? Nikifanya namna hii hakuna soul kwa kiasi. Hii soul iko hii ya juu ya kando hii. Hapa katikati hakuna kitu. So nimekata kiplastic, nimeingiza ndani kama ina soul, kuzuia tu tumayo kufinya miguu yangu, lakini maji inaingia. Naenda kwa mshirika pasa karibu, namwambia nilikuwa napita tu niwasalimie jamani, siingii. Maana ninajua hata nikitoa hiyo kiatu, socks yenye iko kwa mguu, uvundo iko nao kwa sababu imekanyaga maji iliingia. So naambia mpendo, siingii. Na wao wanafurahia tu, hawana, Mungu amekufunika na utukufu. Na wanasifu, wanasema pastor wetu wako very anointed. Na kweli nilikuwa bado anointed. Amen. Maana nikisema pepo toka, inatoka, haiangalii kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Wacha kuangalia weakness zile uko nazo. When you are serving the Lord, mwambie Bwana, nipe neema, nitapita ndani ya haya, nitaibuka mshindi, sitashindwa. Yani ndani yako Mungu hakuweka mtu wa kushindwa, aliweka mtu wa ushindi peke yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. There is a time hata hiyo socks kwa afford ni ngumu, inabidi uivae, alafu vidole inachungulia mbele, unakuja namna hii, alafu inafunika vidole, alafu unaingiza kwa kiatu. Sasa unahakikisha ukienda kwa mshirika, sasa si umekuja namna hii, unaifit kwa vidole katikati, ndio ukitembea namna hii isitembee hesabu flow ya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Why? But God covered me. Hakuna mtu aliwahi jua. Leo mimi ninawaambia tu, hata wengine wako hapa wako waijua. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because when you are in the assignment of God, na umeshikilia imani ya kile Mungu amekuambia ufanye, yeye anasimama na wewe. Amesema I am together with you. Praise the name of the living God. He will cover you up. He will protect you. He will be together with you. Angalia jirani, mwambie Yesu yuko pamoja na wewe. Wakati unafikiria ni wewe peke yako umepitia, Mungu amepitiza wengi hapo. Amen. Mungu amepitiza wengi. Kwa na wapendwa, nikawaambia kuna wakati tulikuwa tunapikia majuala. Ukota ukitembea hivi, sasa unajifanya unapiga kakibuyu uteke, kanasonga mbele, alafu nakaokotea mbele huko. Nakaokotea huko mbele. Wewe unajua hii ni kuni. Unakokotea huko mbele, watu wanasema sasa unaenda nako, hiyo ni kuni kimpango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Eva pale anaweza waambia ukweli. Alikuwa anitembeleanga sana hizo nyakati. Na hiyo unahakikisha mili mnakula mara moja na ni saa 12 jioni. Hiyo ndio breakfast na ndio lunch. Mme survive the whole day, mkule saa 12 at least. Isiende mpaka usiku watoto waumie sana. Sasa unakula hiyo mara moja, alafu mambo inakuwa bie. Unaongezea maji. Na unafikiri si kwa pasa. Nilikuwa mchungaji, tena anointed. Nilikuwa nikianza kuomba hapa hii barabara watu walikuwa wanaogopa kupita nikiomba hapa. Na ni pastor mwenye viatu imefanya nini? Hakuna. Ni pastor mwenye ametoka kuswaga chakula mili moja kwa siku nzima. Lakini akona power. Akisimama hapa akianza kuomba, watu wanapita njia huko nyuma huko Trinity na kule kwingine. Hapa wapiti. Nataka nikwambie, hali yako haiwezi zuia kile Mungu ametaka kufanya na wewe. Amen. Wewe kuwa na imani ndani ya Kristo, yeye aliyekuita yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Mpaka watu walikuwa wanaambiana, hiyo njia mimi sipendi kupita. Ukipita hapo unasikianga tu nguvu zingine, unasikianga tu nguvu zingine. Sio nguvu zingine, power ya maombi. Amen. Unapiga power mpaka watu wanashangaa. Bwana Yesu asifiwe. May God help you to stand firm in the line of your calling, mahali Mungu amekuitia. Usiangalie ile hali uko ndani. Amesema niko pamoja na wewe. Amini hivyo. Akamwambia Yohana, andika maneno na uambie itakuwa ni kweli.
na yatakuja kukamilika. Ni mambo ya kuaminika. Niko pamoja na wao. Leo hii ukiniangalia nakaa huyo mtu mwenye ninasema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati mmoja shetani akatumia mama mwingine. Nilikuwa namuulizia hiyo wakati nilikuwa namuulizia kuhusu, nilikuwa napanga kununua kiwanja. So katika hiyo hali tu bado maono ilikuwa amen. Maono bado ilikuwa kaenda kuulizia, akaniangalia kutoka juu mpaka chini, akarudia akaniambia, wewe hujui kitu unasema. Nikasikia huyu sasa naye hata kama hata sijui. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ananiheshimu kama kuna mchungaji wa mama anaheshimu. Lakini wakati aliniambia mimi sijui kitu ninafanya, wazee wengine wa mji wakaniita wakaniambia, wewe uelewi kitu umeingia ndani. Niambia hakuna haja ukuje waste maisha yako, wewe ni kijana mdogo, enda tafuta job fulani. Acha kujiwastia time hapa. Watu wa Mungu ningesema ninaenda kutafuta hiyo job, leo mngekuweko hapa kweli. Sasa si unaona walikuwa kina Sanbalati ni wengi na kina Tobaya. Bwana Yesu asifiwe. Si usimame tu, acha kuangalia kile watu wanasema. Biblia inasema Nehemia alipokuwa anajenga ukuta, Sanbalati na Tobaya wanajaribu kumdiscourage. Wanamwambia hiyo ukuta hata haiwezi simama. Hiyo hata mbwa akipita juu yake itafanya nini? Itaporomoka. Umeanza kuhudumu leo, wanakuambia hata wewe hujuangi kuhubiri. Ukihubiri unajirudia rudianga tu na haleluya mingi. Mwambie ni vizuri. By the way, ukisikia mtu amesema haleluya mingi inakuanga ujumbe inataka kupotea. Sasa anakazana akitafuta haleluya, 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 haleluya. Ujumbe inatafutwa haleluya, haleluya mpaka ikuje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata kama wewe ni wa haleluya, mwambie ninajua yeye aliyeniita siku moja ataonekana. Amen. Angalia mtu kama Musa. Musa alikuwa anastahili kuongea mbele ya nani? Anza. Achukue 10 minutes hajatamka neno, lakini imagine neno lake ni command. Neno lake ni hiyo yenye amevuta, akienda kumalizia ni amri. Mapigo yanatoka mbinguni yananyorosha wa Misri shwa. Kwa sababu alikuwa na wito na Mungu alikuwa pamoja naye. Nataka nikwambie, when God says I am together with you, haijalishi ni nani ako kinyume chako, haijalishi unajua kila alikuitia ama haujui. Kitu moja ni kwamba alikuita. Wewe jiweke kwa laini ya wito. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia mtu, mwambie simama vizuri. Mtu asikutoe kwa laini. Amen. Kuna mtu bado anatolewa kwa laini, mwambie simama. Mtu asikutoe kwa laini. Mungu aliyekuita ni mwaminifu, aliyekuchagua ni mwaminifu. Aliona hiyo udhaifu yote uko nayo na alijua, lakini akasema ya kwamba nimekuchagua uwe wangu, nami niwe wako, nami nitakuwa Mungu wako. Wakati mambo yamenilemea, naendanga napiga magoti, naambia Mungu, siitangi Mungu wa wengine, nasemanga Mungu wangu, mimi ni mwanao, wewe ni Mungu wangu. Namwambia wewe uliyeniita Bwana, nimekuja. Ananisikia haraka. Amen. Namwambia Mungu wangu, ulinituma kwa hii mji, nimekuja. Anasikia haraka, anatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana aanze kutenda kwa maisha yako. Acha Mungu wako aonekane kuanzia leo. Acha Mungu wako asimame pamoja na wewe kuanzia leo. Neema ya Bwana iongezeke kwa maisha yako. Bible inasema wanaomjua Mungu wao watafanya mambo ya ajabu. Those who know their God, they shall do exploit. Mungu, wacha Mungu wako umjue personally.
Amen. Na utamjua kama haujapitia. Nilikwambia kuna jamaa alikuwa anaitwa Elia. Wakati mmoja amepitia akaambia Mungu, bana, unajua ni mimi nimebaki tu. Ni mimi tu nimebaki bana. Watu wote wameenda, wamekufa, wameniacha. Ni mimi Mungu nimebaki. Mungu akamwambia, na wewe ni mjinga aje? Kuna wengine. Okay, nimekumbuka assignment. Amen. Okay. Nilikuwa nimepeana assignment. Niliuliza ni watu wangapi walikuwa wamesalia wakati huo, na ni kitabu gani? Hallelujah. Teacher Rubai, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usiende nje. Na naona anaenda nje, amehepa kujibu swali huyo. Amen. Wale walikuwa hapa niliwapea assignment. Hata Mungu, Roho Mungu ni mzuri, ametaka nikumbuke hiyo. Okay. Miriam, wakupe nini microphone? Nataka kuangalia conversation ya Mungu na Elia. Na nilikuwa nimepeana assignment. Hata leo nipeane assignment, si ndio? Nataka watu wasome Bible. Yesu asifiwe. Amen. Ni kitabu cha First Kings 19:18. Soma. Kwa hivyo ni yeye alifanya homework. Wengine tulikuwa wapi? The Bible says, "Yet I have left me 7,000 in Israel." Anzia mahali anaanza kucomplain. Karibu tunamaliza. Amewambia ni First Kings 19:18. Anzia mstari wa 8. Ni 8 kweli? 11. Kiswahili nasema, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi. Lakini Bwana hakuwemo katika lile tetemeko la nchi. 12 nasema, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwemo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia aliposisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. 15. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Nimshi, mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elia mwana wa Shafati wa Abedi-Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. 17. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli ye atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua. 18. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisiloinamia bahali na kila kinywa kisichombusu. Achia pale. Unaona mstari wa 14 na mstari wa 10 vimerudi. Katika mstari wa 10 inasema, and he said, I have been very jealous
for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altar, and killed your prophets with the sword. And I, even I am left, and they seek my life to take away. Anarudia the same katika ule mstari wa 14. Anajaribu kujustify ya kwamba ni yeye amebaki. Bwana Yesu asifiwe. Anajaribu kusema ni mimi tu Mungu nimebaki. Ile yenye unasema, oh God, why me? Why me? Mbona mimi? Yaani Mungu ni mimi tu umeona tulipitia hii. Ni mimi tu nimeona. Elia aliona kitu kama hiyo. Na akawa anaambia Bwana, tazama nimebaki peke yangu. Bwana akamwambia mstari wa 18 ya kwamba yet I have left me 7,000 Israel and all the knees which have not bowed to Baal. Nimejisazia 7,000 ya Waisraeli ambao hawajainamia Baali. Sasa hata kwa hiyo hali wewe ni kikombe chako tu unapitia, na kila mtu amepewa chake. Bwana asifiwe. Kila mtu amepewa chake, naye anang'ang'ana nacho. Naomba kwa jina la Yesu, Bwana akupe neema ukamilishe chako vyema, kwa sababu jinsi utakavyo kihandle ndivyo kitakavyokuletea utukufu. Unielewa? As you handle that cup, ndivyo inaweza kukuletea utukufu katika maisha yako. Because Mungu anatamani akuweke mahali pa juu, akubadilishie maisha. Lakini sikia, Elia alikuwa anahepa jukumu. Bible inasema ya kwamba Mungu alikuwa amempa nafasi ili achague successor wake. Lakini bado yeye anaona hii nikianza kutafutana na successor nitauawa. Kwa hivyo yeye anaambia Mungu, ni heri hata unimalize tu. Heri tu niue nitoke hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wamekata tamaa na assignment ya Mungu juu ya maisha yako bado haijakamilika. Mungu anaangalia, anakuambia simama, ni kwa sababu bado ninataka nikutumie. Simama, ni kwa sababu nataka ufike mahali. Bible inasema ya kwamba for the whole world was subjected to futility and it is waiting for the manifestation of the sons of God. Have you ever read that? Umewahi jua hiyo? Ulimwengu wote uliwekwa chini, ulitiishwa chini ya ubatili. Unangojea udhihirisho wa wana wa Mungu. Na wana wa Mungu kama ni mimi na wewe ambaye tumejaa uoga, tutadhihirika lini? Amen. Tutaonekana lini? Tutasimama lini? Ni lini ulimwengu utajua ya kwamba tuna Mungu ambaye ni wa nguvu? Na angalia, ulimwengu unangoja kuokolewa kupitia the manifestation of the sons of God. And you and me, we are the sons of God. Nilipoanza niliwaambia sisi ni wana wa nani? Wa Mungu. We are the sons of God. It is until our sonship is manifested, the world will not be saved. It is waiting for you, it is waiting for me, tutokee ndio watu waokolewe. Elia akasema, Bwana, ni mimi nimebaki. Na Bible inasema ya kwamba, na unajua bado hakukamilisha. Kama vile wewe na mimi tunang'ang'ana, Mungu anakurudisha kwa laini lakini unaepuka. Anakurudisha kwa laini, unaepuka. Elia hakukamilisha. Maana ilikuwa amwanoint Elisha as a prophet, ameta succeed chini yake. Kisha amwanoint Jehu kuwa kwenda kumaliza nyumba ya Ahab. But because ya ile haraka na tamaa ya kuondoka duniani ambayo jamaa alikuwa nayo, alienda akanoint Elisha peke yake. Na akamwanoint yeye, akamondoa, akamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elisha ndiye ilibidi amalizie kazi ya Elia, kwenda kwa anoint Jehu na ili aweze kukabiliana na nani? Na nyumba ya Ahab. I pray in the mighty name of Jesus that you will be able to accomplish the assignment of God over your life. You will not leave the assignment premature. You shall not die young.
utakamilisha kile Mungu alitaka ufanye. Haleluya. Utakamilisha wito wa Mungu juu ya maisha yako. Nothing will go before its time. Hakuna kitu kitaisha kabla ya wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame tu kwa miguu yetu.